Hujambo na karibu katika makala ya Sauti Yangu. Makala hii ni maalum kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusu namna bora kujikinga na ugonjwa wa COVID-19 unaoelezwa kusababishwa na virusi vya korona. Katika makala hii utawasikia wananchi mbalimbali wakieleza namna wanavyofahamu ugonjwa huo na jitihada wanazofanya katika kukabiliana nao. Pia utawasikia wataalamu wa afya pamoja na viongozi wa serikali kwa lengo la kuelimisha umma wa Tanzania jinsi ya kujikinga na ugonjwa wa COVID-19. Makala hii inaletwa kwenu kwa ushirikiano wa shirika la MESE kwa ufadhili wa shirika la Sanitation and Water for All. Jina langu ni Mohamed Hamie. Na utakayosikia leo katika makala hii, si watu wote kweli wanakufa kwa ajili ya corona kama corona. Wengine anapopata hofu, pressure ikapanda na akaja kuambiwa tayari una virusi vya corona, huyo mtu anaweza kafa mapema kabla hata ya muda ambao angeweza kufa. Wananchi wanakabiliana vipi na virusi hivyo? Nahisi kwamba sasa Watanzania ifike wakati tuchukue juhudi kama ambazo amezisema Mheshimiwa Rais, tutumie njia za asili tuweze kujifukiza majumbani kwetu na familia zetu. Hii itakuwa ni bora na itasaidia kidogo kuweza kujikinga dhidi ya hivi virusi vya corona. Je, changamoto hiyo ipoje kwa sasa nchini Tanzania na serikali inatoa wito gani katika kupambana na ugonjwa wa COVID-19? Wakati tunaona idadi kubwa ya watu wanaopona, niendelee kusisitiza tuendelee kuchukua tahadhari za kujikinga sisi pamoja na wenzetu. Na kubwa ambalo nataka kulisisitiza tena, sio kila mwenye mafua na homa na kikohozi ni corona. Bado magonjwa mengine yapo, malaria ipo, kifua kikuu kipo, kuna watu wana magonjwa ya moyo, kuna watu wana shinikizo la damu. Kwa hiyo tusiwanyanyapae wagonjwa wanapokwenda kutafuta huduma. Lakini ninachoomba, kama una mafua, una kikohozi, ni vyema ukabaki nyumbani, usiende kuchanganyikana na wengine. Huyo ni Mheshimiwa Umi Mwalimu, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, ambaye utakuja kumsikia tena kwa kirefu zaidi hapo baadaye. Lakini pia utapata nafasi ya kuwasikia wataalamu wa afya wakieleza kwa kina njia bora ya kujikinga na ugonjwa huo. Basi kwa hayo na mengine mengi utakayoyasikia, ungana nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, na kisha baadaye tutakuja kusoma ujumbe huo sambamba na kupokea simu yako. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwa Facebook ni MECETZ, yani MECETZ. Instagram ni MaxTZ, yani MACSTZ, na kadhalika Twitter ni Max Tanzania. Karibu msikilizaji. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini Tanzania, kisa cha kwanza cha uwepo maambukizi ya virusi vya korona kilibainika rasmi mnamo tarehe 16 mwezi Machi mwaka huu 2020. Wiki chache baadaye, serikali ikathibitisha kifo cha kwanza cha mgonjwa wa korona ambacho kilitokea alfajiri ya siku ya Jumanne ya tarehe 31 ya mwezi Machi mwaka huu. Inaelezwa kuwa mgonjwa huyo alifariki katika kituo cha matibabu cha wagonjwa wa COVID-19 kilichopo Mloganzila jijini Dar es Salaam. Kuanzia hapo, serikali ikaendelea kutoa taarifa mbalimbali za ugonjwa huo, huku ikiweka jitihada za kuudhibiti kwa kuzuia safari za nje za kuja nchini, kuzuia matamasha pamoja na mashindano ya aina yoyote. Jitihada nyingine ni pamoja na kuzuia michezo mbalimbali, misongamano na mikusanyiko ya watu, makongamano pamoja na mikutano mbalimbali. Pia serikali ikaweka tahadhari madhubuti katika maeneo ya sokoni, baa, klabu, maduka ya biashara, kadhalika nyumba za wageni, saluni na maeneo ya gereji. Hatimaye jitihada hizo zikazaa matunda, ambapo hivi karibuni tukaanza kusikia habari njema kuhusu kupona kabisa kwa baadhi ya wagonjwa wa corona, taarifa iliyotangazwa na Mheshimiwa Umi Mwalimu ambaye ni Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Lakini kwa sasa hebu tutazame jitihada zinazoendelea kufanywa na wananchi pamoja na serikali ya Tanzania katika kuhakikisha tunautokomeza kabisa ugonjwa huo. Hapa wenzangu Thomas Masalu na Teddy Thomas wamefanya mjadala wa kina na baadhi ya wananchi, na walianza kwa kuwauliza, je, kuna mtu anajua COVID-19 au wamewahi kusikia juu ya virusi vya corona? Kwa jina naitwa Nyangeta Adam. Kutokana na hili janga la corona, ninaufahamu kama serikali ilivyotangaza, homa kali ya mapafu inayoambatana na kikohozi kikavu, homa, kupiga chafya, muda mwingine hata kupata maumivu ya kichwa.
Naitwa Gaspar Petro Charles. Hii issue ya corona dada hapa amezungumza, ameitamka kitaalamu zaidi, lakini tukiangalia jamii ya Bunda asilimia kubwa maneno ya Kiingereza kama hayo magumu sana, yani mama muuza mchicha aende akatambue si COVID-19, hiyo neno gani la Kiingereza zaidi pale aelewe maana yake, inakuwa na ukakasi sana. Lakini ukimweleza tu kifupisho cha hilo neno na ukamweleza neno corona na ukamwambia tu kwa ufupi kwamba ni ugonjwa unaosababisha virusi vya corona na unapelekea kifo. Kwa hiyo ukimweleza tu hivyo anaelewa kwa ni ugonjwa hatari. Ndivyo mimi nilivyopokea kwa jamii ya kawaida sana, sio kitaalamu sana. Mimi niongee kwa kifupi tu. COVID-19 au COVID-19 ni ugonjwa unaosababishwa na kirusi anaitwa corona. Kwa hiyo kwa ufupi kabisa ndio maana ya ugonjwa huu ambao tunaozungumza. Kwa hiyo COVID-19 ni ugonjwa, lakini corona ni kirusi. Pengine katika kuendelea kujadili, tungefahamu swala hili tukitoa fursa pia kwa mtu mwingine kuweza kufahamu. Tunafahamu pengine kwamba sasa hivi tunazungumzia kuhusiana na corona. Mlipataje kwa maana ya taarifa na kuanza kufahamu haya maswala na kuenea kwa taarifa hii? Binafsi nimekuwa nasikiliza vyombo sahihi vya kutoa taarifa. Sehemu ya kwanza ambayo nilikuwa naifuatilia kwa karibu ni hii asasi maalum inayotoa taarifa kuhusu maambukizi ya magonjwa Tanzania, ambayo kwa kifupi inaitwa IDSS, ambayo msemaji wake mkuu ni waziri wa afya Umi Mwalimu. Amekuwa akitoa taarifa sahihi na kutusisitiza tupate taarifa sahihi. Ni rahisi ku-access hizi information, kupata hizi taarifa kwa sababu zinapatikana kupitia mitandao ya kijamii kwenye peji sahihi. Naomba nisisitize hapo. Kwenye peji sahihi, kwenye kurasa sahihi. Kwa mfano kupitia Wizara ya Afya, kupitia kurasa za waziri husika, tunapata taarifa sahihi za ugonjwa na mwendelezo wake na maana yake ni nini na namna ya kujikinga. Asante. Sawa, naomba tuangalie kuhusiana na athari za virusi vya corona. Kwa mtu yote ambaye anafahamu athari ambazo zinapatikana kuhusiana na janga hili la corona ama virusi vya corona. Karibu. Asante. Mimi naweza nikasema cha kwanza, athari ya kwanza, watu wamekuwa na hofu. Si watu wote kweli wanakufa kwa ajili ya corona kama corona. Wengine anapopata hofu, pressure ikapanda na akaja kuambiwa tayari una virusi vya corona, huyo mtu anaweza akafa mapema kabla hata ya muda ambao angeweza kufa. Kwa hiyo tunaona kwamba kinachochangia zaidi na madhara tunayoyaona ni kwanza ni hofu inayowapata wanadamu. Kwa jina naitwa Mwalimu Charles. Ninapozungumzia athari za corona sipo mbali sana na mchangiaji aliyepita. Ukijaribu kuangalia utagundua kwamba kweli inaweza kugawanyika katika makundi hayo. Kwanza kifo, lakini cha pili mimi ambacho nilitamani hapo kuongezea ni kwamba unapopata corona, kundi ambalo lipo hatarini sana kuathirika zaidi na corona hasa ni wazee na watu wenye matatizo ya kisukari, figo, saratani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukijaribu kuangalia athari hii ya watu wenye magonjwa hayo, utaangalia kwamba tutakaposhambuliwa sana na corona bila kuchukua hatua mapema, tutawapoteza wazee wengi na watu wenye magonjwa kama hawa ya figo, saratani na magonjwa mengine. Pia tuweze kuangalia hatua za kinga ambazo zinahitajika kuchukuliwa juu ya ugonjwa wa corona. Unajua kuna hii issue ya kinga, tumepata elimu nyingi sana kutoka kwa wataalamu wa afya, lakini jamii ya kawaida imeenda mbali zaidi. Wamekuambia habari ya kunawa, sanitizer, lakini ukifuata maelekezo ya wataalamu wanakuambia mara ukifungua mlango, yani kila aliathirika atakapogusa kaviacha. Sasa yule mama anayeuza viazi sokoni pale akipata maelezo ya mtaalamu namna virusi hivi vinavyoambukiza na maelekezo ya kunawa sijui maji na sabuni, anaona kama hivi kwa kweli naweza kujikinga kweli. Lakini tumechukulia tu juu kwamba ni kunawa na kuepuka kugusana, kubusiana, ndio vitu ambavyo tumechukulia kwa kawaida. Kwa hiyo ukiniuliza kwamba unafahamu njia za kujikinga, nitakwambia nafahamu ni kunawa na kukwepa kubusiana na kuepuka misongamano. Lakini siamini kama hiyo ni nani tosha, ni kinga tosha. Lakini imezoeleka na imefahamika hivyo na imetrend hivyo kwa watu hali ya kawaida kwamba ni kunawa. Hebu tuangalie basi, unaweza kutumia sanitizer kwa ajili ya kutakasa mikono, lakini pia unaweza kutumia maji kuosha mikono yako kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Je,
upatikanaji wa maji haya katika maeneo tunayoishi ukoje? Hali haiko vizuri sana kama wataalamu wanavyoshauri. Kwa mfano katika mtaa wangu mimi, kwa sababu viongozi walipita wakasisitiza na wakaweka kama sheria, sasa imetokea watu wameweka tu kama fashion kwamba kiongozi akipita basi aone nina ndoo, lakini matumizi ya zile ndoo hayaridhishi kabisa. Hilo la kwanza, mabomba yanatoa maji, lakini kila ikifika, hili nalisema tu wazi na wajue, kila ikifika tarehe 15 wakisoma bili wanakata maji wiki nzima, kitu ambacho ni kitu cha ajabu sana. Na tunapata wapi maji? Wengine tunaishi katika nyumba ambazo tunategemea maji ya bomba tu. Sasa ukinikatia maji, maana yake nitaenda kutafuta maji kwa gharama kubwa zaidi, ambapo sasa tashindwa sasa kujigawa, na uchumi wenyewe ndio huu umeshuka, kujigawa namna hiyo. Kwa hiyo tusisitize upatikanaji wa maji. Viongozi najua wananisikia, na idara ya maji na wanaohusika wote wananisikia. Wakisoma bili wasikate maji yaendelee kuwepo ili tuendelee na mapambano haya dhidi ya kirusi cha korona. Nilikuwa nashauri kwamba serikali ijaribu kuangalia taasisi binafsi kama maduka ya madawa, kuwepo na upatikanaji wa klorini, kuwepo na upatikanaji wa hizi barakoa na kofia na madawa mengine ya maji. Na klorini basi kwenye haya maji ya umma yawekewe klorini. Mimi natokea Barilikona, ndugu mtangazaji. Kiujumla kule nakotokea, swala la upatikanaji wa maji naona kama wananchi wametikia. Hata katika kaya ukipita kwenye miji utakuta wameweka ndoo nje, hawana zile koki, utakuta wameweka ndoo na kikombe. Kwa hiyo ukifika pale utamwagiliziwa yale maji na kunawa, alafu utaondoka. Kwa hiyo kwa mtaa wangu mimi naona watu wametikia kawaida na vizuri kuliko kawaida. Kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao sasa hivi wanatumia mwanya huu kuweza kunufaika, hasa katika kupandisha bei ya bidhaa, hasa sanitizer pamoja na barakoa na vingine ambavyo tunatumia katika kinga. Hili mnalizungumziaje kama wananchi? Mimi binafsi naona sio jambo zuri, kwa sababu nakumbuka mwanzoni baada ya hali nchi yetu kuingia kwenye community transmission haya magonjwa, yani uambukizaji wa kijamii mkubwa, tunaambukizana wenyewe. Nilikwenda mahali nilikuta barakoa moja zinazotengenezwa kawaida kwa kutumia hii mifuko yetu ambayo mmoja wapo mimi nayo na inashauriwa kitaalamu pia, ilikuwa inauzwa shilingi 100. Baada ya siku 3 ikauzwa shilingi 300. Sasa hivi naongea na wewe inauzwa shilingi 2000. Sasa shilingi 2000 kwa maisha yetu sisi watu wa kawaida, hiyo ni bajeti ya mboga ya familia ya watu wengi sana ambao tuko kwenye familia. Kwa hiyo hiyo haijakaa vizuri. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba ikiwezekana sasa serikali kama ilivyosema kwamba tusitegemee sana misaada, tutengeneze wenyewe. Yes, wawepo watu sasa ambao chini ya usimamizi watengeneze hizi barakoa na kwa bei elekezi ambayo ni rafiki kwa mwananchi, ili tuweze kuzipata, kwa sababu hali tunakoelekea hali inazidi kuwa mbaya. Ndugu mtangazaji, naweza hili nikaliongelea kwa mustakabali mpana kidogo. Swala la kupandisha bei wakati watu tuna janga la corona ambalo linatuangamiza, huu ni ubinafsi. Ukijaribu kuchunguza kidogo utaangalia katika nchi za wenzetu. Kwa mfano, barakoa ikiwa inauzwa 3000, linapotokea janga kama hili ambalo linaua watu wengi, unakuta barakoa inaweza kauzwa bei ya chini hata shilingi 500. Lakini inapofika Tanzania unakuta watu tunatumia mwanya wa watu wengine kuumia kwa kuuza ile barakoa kwa ile bei ya juu. Kwa hiyo nilikuwa natamani kuwashauri wafanyabiashara, kwanza kama mchangiaji aliyetoka kusema alivyoongea, tuwe na hofu ya Mungu. Yaani linapotokea janga isiwe fursa, bali iwe nafasi ya wewe kuangalia namna ambavyo ukaweza kumsaidia mwenzako, ili hata yule wa chini asiyeweza kuipata shilingi 1000 kwa siku, basi aweze kutumia hata ile 300 alionayo kuweza kupata zile barakoa, kupata sanitizer na kuweza pia kupata vitu vingine. Wito kwa wananchi wetu ambao pengine wanatusikiliza katika janga hili na katika nafasi hii ya kupambana na janga la corona. Wito wangu katika janga la corona ni kwamba nilikuwa naishauri serikali linapotokea janga lolote katika nchi, kwa mfano janga la corona, ni vizuri serikali ikakaa na wataalamu wake, kwa mfano watu wa baraza, madaktari, watu wa maabara na waziri mwenye dhamana, wakaweza kupata jibu la kitaalamu, kwa sababu haya masuala ya kitaalamu yanatakiwa yatolewe majibu kitaalamu. Mimi wito ambao naweza kuwapa wananchi ni kwamba wasipuuze, wasilione kwamba ni jambo ambalo halina umuhimu, kwamba waendelee kuchukua hatua za kujikinga kama nilivyotaja, kwamba wanawe mikono
na ikiwezekana kila mwananchi, na sio kwamba ikiwezekana, ni tayari ni amri ambayo imeshatolewa kwamba kila mwananchi awe na ndoo nyumbani kwake yenye maji tiririka na sabuni, hata mgeni anayefika anawe yale maji. Ni taarifa ya wenzangu Thomas Masalu na Teddy Thomas katika mjadala uliowakutanisha pamoja na baadhi ya wananchi kuhusu jitihada wanazofanya katika kupambana na virusi vya korona hapa nchini. Ni kukumbushe lengo la kipindi hiki ni kutoa elimu ya kujikinga na kupambana na virusi vya korona, ambapo baadaye tutakuja kusikia wataalamu wa afya wakitueleza kwa kina namna ya kujikinga. Kama una maoni ama maswali, basi tutumie ujumbe wako mfupi hapa studio, ambapo baadaye tutakuja kusoma kadhalika na kupokea simu yako. Kwa sasa tusikilize baadhi ya maoni ya wananchi mbalimbali waliotembelewa na mwenzangu Teddy Thomas, ambaye alipata nafasi ya kuuliza swali moja ambalo ni muhimu. Tumeona serikali inafanya jitihada kubwa katika kupambana na virusi vya korona. Pengine njia zote hizo ni sahihi. Je, unadhani ni njia gani nyingine itumike katika kupambana na ugonjwa huu wa korona ili tutokomeze kabisa? Kwa majina kabisa nafahamika kama Alex Maximilian Joram. Nahisi kwamba sasa wa Tanzania ifike wakati tuchukue juhudi kama ambazo amezisema Mheshimiwa Rais, tutumie njia za asili tuweze kujifukiza majumbani kwetu na familia zetu. Hii itakuwa ni bora na itasaidia kidogo kuweza kujikinga dhidi ya hivi virusi vya korona. Labda njia nyingine, tuendelee kuchukua tahadhari kama wasemavyo wataalamu, tuendelee kuvaa barakoa, tuendelee kutumia sanitizer. Hii itatusaidia sana. Na nyingine zaidi, labda usafi majumbani, tuendelee kujiweka katika hali ya usafi. Hii itasaidia sana kuweza kujikinga na virusi vya korona. Pia tuweze kuchukua tahadhari kuweza kuepukana na misongamano ambayo sio ya lazima. Kwa jina naitwa Abdalla Asmani Hussein. Nafikiri kulingana na agizo la Rais, kulingana na janga hili tulilonalo, janga la ugonjwa wa corona, nafikiri njia nyingine, nafikiri hakuna njia mbadala tofauti na njia ambazo wataalamu wameweza kuzitoa kwenye vyombo vya habari, kwa mfano kama radio pamoja na TV. Njia ambazo wamezitoa hizi za kutumia sanitizer pamoja na barakoa ndio njia sahihi, na mimi katika mawazo yangu naona njia hiyo ndio sahihi. Majina anaitwa Jennifer Samuel, ni mkazi wa Nyamakokota ila mjasiriamali Gengajioni. Sasa kwa shauri wa Tanzania wenzangu, ningeomba kwanza watii yale ambayo wanaelekezwa na serikali yetu. Pili, wasisahau kumuomba Mungu, maana yeye ndio mweza wa yote. Alafu katika maeneo yetu ya Gengajioni, kama vile tunajisahau sana wa Tanzania, hasa wa Bunda, hawatii kimaanani ile ya kunawa mkono ili kuingia katika eneo husika. Wengi wanachukulia kama swala la mzamza, ila hili janga ni kubwa na linaua. Kwa hiyo niwaombe tu wa Tanzania tujipe moyo na tuendelee kumuomba Mungu na kuiheshimu serikali yetu kwa yale tunayoelekezwa. Asante. Naitwa William. Bado kuna njia nyingi au mbinu nyingi ambazo tunaweza kutumia kwa ajili ya kujikinga na corona. Mmoja wapo ambao mimi naiona ni kuzuia safari zisizo na msingi. Napaswa kuzuia safari zisizo na msingi kwa sababu tunasema kwamba ili uweze kujikinga na ugonjwa wa corona lazima kukaa umbali wa mita moja. Na unaposafiri kwenye safari, maana huwezi kwenye city unaweza kukaa zaidi ya mita moja. Kwa hiyo safari ambazo hazina ulazima, wenda mtu anatoka Bunda kwa mfano anaenda Mwanza enda kusema kutembea, kwa matembezi sio na ulazima hayana msingi. Lakini pia tukuja hapa kwenye kuvaa barakoa pia. Kama na kumbukumbu utakuwa ziko sahihi, tunaomba kwamba zile barakoa pia lazima uzivae, na ukishaitumia lazima uitupe, sio kae nayo. Lakini tulikuwa tukiona wengine wanatumia ile barakoa na kwenda kuifua tena ile ivae tena. Ile pia nadhani ni makosa. Kwa pia tunaitumia, unasema kwamba unarudi kuiweka ule ugonjwa pale pale. Lakini njia nyingine, kuondoa misongamano sio lazima. Kwa mfano tumeona mahali ambapo unakuta mtu anaenda sokoni ana watoto, amebeba watoto hata 4 ndio sokoni. Ni vitu ambavyo vina msingi, sababu tayari unapokuwa kwenye msongamano ni sema wewe pia unapata kuambukizwa ile maradhi ya corona. Ninaitwa Emiri Dasani, lakini kwa jina maarufu ambao linalojulikana kabisa naitwa Bonge Muzanyanya, maarufu inapatikana katika Genge la Jioni hapa. Kuna sabuni zinazotengenezwa wanazotembeza mtaani humu ambazo tunazooshea hata chooni wapi. Kuna sabuni hizi kama hizi zinaitwa za mwarobaini, na zenyewe nazo ni nzuri, unaweza ukaogea pia ukanawia, maana tunaona zinatusaidia hata kwenye magonjwa mengine madogo madogo, na hizo nazo
nazo pia ni nzuri kutumia, ni zenyewe zinasaidia. Hata pia tukiangalia magwanji haya yanayotengenezwa kiasili, hata sisi wenyewe kuna vikundi tunazishaga, hata hapa gengeni kuna vikundi tunazishaga, tunajifunza. Maana tukishajifunza kwa hiyo zenyewe nazo ni nzuri pia kutumia, maana tusikalie njia moja tu kunawa, na pia hizo nazo zinasaidia. Unaweza kuwa unatembea na kasabuni kako mfukoni, ukifika sehemu unajipitisha, unanua hata maji yako ya jero, maana kuna changamoto ya maji. Kwa hiyo unaweza ukafika sehemu ukachukua maji yako ukanawa na sabuni yako hiyo ya asili, inakuwa ni vizuri sana. Maana kuna wengine tukiangalia kuna sabuni zile zinazo shilingi 5 ambazo unazonawia, kuna wengine hawana uwezo wa kununua. Kwa hiyo ukinunua sabuni yako ya magadi hiyo shilingi 100 au 50, inakuwa ni rahisi kama mwananchi wewe mwenyewe unajikinga. Inakuwa ni rahisi sana na inakuwa vizuri sana. Maana kuna wengine hawana uwezo wa kununua sabuni 5 pia. Asante sana Teddy Thomas kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, bado tunasonga mbele kupitia makala hii ya Sauti Yangu ambayo leo imejikita katika kuelimisha jamii ya Watanzania katika kupambana na virusi vya korona. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio na baadaye tutakuja kusoma ujumbe huo. Ni kukumbushe makala hii ya Sauti Yangu inaletwa kwenu kwa ushirikiano wa shirika la MESE kwa ufadhili wa shirika la Sanitation and Water for All. Kwa sasa tumpishe mtaalamu wa afya Dr. Richard Majehasi ambaye amefanya mazungumzo na mwenzangu Thomas Masalo aliyeanza kumuuliza COVID-19 ama virusi vya corona maana yake nini kwa msikilizaji anayetusikia kwa muda huu. Nitaka tu niwaambie wananchi labda ambao hawajawahi kusikia kuhusu corona ama hawajafahamu vizuri kuhusu corona. COVID-19 ni ugonjwa ambao umesababishwa na hicho kirusi cha corona ambacho kimegundulika mwaka 2019 mwezi Disemba, mwezi wa 12 mwaka 2019. Hicho kirusi kipya kabisa ni jamii ya virusi vya corona vingi sasa vinafika kama jamii ya virusi vinafika kama 7 hivi sasa hivi. Lakini hicho nacho ni kirusi kipya ambacho hii ya 2019 hii ni aina ya pili, SARS Novel Corona Type 2. Hii ni ya pili sasa. Na yenyewe pia maambukizi yake yanatoka kwa wanyama kuja kwa binadamu, na wataalamu wanasema kinachosababisha sana kuhama ni inaonekana kirusi chimbuko lake zaidi ni kutoka kwa wanyama kama vile popo. Hizi SARS, mafua ya SARS pamoja na MERS vyenyewe vilitoka zaidi kwa paka zaidi. Ukiangalia literature historia yake inasema kwamba ilitoka zaidi kwa paka. Lakini hii SARS aina ya pili, hii SARS 2 ambayo inasababisha ugonjwa wa COVID-19 zaidi ukiangalia wanavyoangalia wataalamu chimbuko lake, nature ya seli yenyewe na nini, wanadhani inatoka zaidi kwa popo. Sasa mdudu huu ameingia sasa kwa binadamu, naye pia maambukizi kati ya binadamu na binadamu yameshakuwa makubwa sasa, na amekuwa kipanda kila kukicha. Alianzia huko Wuhan, China huko, wakaanza kupata hiyo shida China huko, lakini haikuchukua muda ikahamia katika mataifa mengine, na sasa huu mwezi wa 4 tu kuanzia tuseme mwezi wa 3 iliingia kwetu Tanzania. Mtu ataonyesha dalili gani? Mtu akipata kirusi hiki, kwanza kabisa kama nilivyosema, ataonekana kupata shida katika mfumo wa hewa, mara chache katika mfumo wa chakula. Na katika njia ya hewa ataonyesha dalili gani? Kwanza anaweza kupata mafua makali, akapumua kwa shida, akapata kikohozi, lakini akasikia anapopumua kwa shida anaweza kujikuta sasa na mbavu zinaanza kuuma au kubana, lakini na maumivu ya kifua anaweza kupata, lakini anaweza kupata homa kali, akasikia kichwa kinamgonga na mwili akasikia unachoka, shwa nguvu. Basi mtu kama huyu kiutaratibu tunafanyaje sasa? Mtu kama huyu lazima apate msaada. Msaada wa kwanza ni kuhakikisha dalili hizo anazozipata aweze kumpunguzia simdhuru. Kwa sababu tunajua magonjwa yote ya virusi daima huwa hayana tiba. Tunatumia zaidi chanjo. Kama ikipatikana chanjo inasaidia, lakini zaidi mtu akianza kuumwa magonjwa ya virusi hivi huwa tunatibu dalili za ugonjwa. Hatimaye mwili huku unapotibu dalili za ugonjwa, mwili nao unazidi kupata nguvu na kutengeneza kinga yake ya asili. Hatimaye unakuja unaviondoa virusi, mtu anapona automatically. Kwa hiyo huwa kwa sasa, kwa sababu ugonjwa huu ni mpya, bado chanjo yake wala tiba havipo. Ila kikubwa tunazingatia zaidi kuweza kutumia kutibu zile dalili za ugonjwa. Lakini huyu mdudu anaambukizwaje? Mdudu huyu anaambukizwa kwa njia mtu anahama kutoka kwa mtu mwenye maambukizi kwenda kwa mtu mzima, aidha kwa kuvuta hewa ambayo imetokana na mtu mwingine huyu mwenye maambukizi kwa njia labda ya kukohoa ama kupiga chafya. Sasa hiyo hewa anapopiga chafya huyu mgonjwa au anapokohoa na mwingine akawa karibu ndani ya mita 1, rahisi kuvuta vimelea hivi au vikagusa maeneo ya pua au macho, vikaweza kuingia kwenye njia hewa, vikamletea mtu madhara. Na ndio maana tunasema tufanye nini sasa tuweze kukwepa kupata vimelea hivi? Tunashauri watu sasa wakwepe misongamano isiyokuwa lazima.
kwa sababu katika misongamano hii isiyokuwa lazima kuna nafasi ya kuwepo mtu mwenye maambukizi haya, ikatokea amepiga chafya na hatimaye ukafikiwa wewe ambaye huna maambukizi na ukapata maambukizi haya. Kwa hiyo tunashauri sasa, ili kuweza kujikinga, watu waweze kukwepa misongamano isiyokuwa ya lazima. Lakini pili, wahakikishe wananawa mikono, kwa sababu tunasema ikitokea mtu anapiga chafya ama amepenga makamasi ama amekohoa, weka mikono yake kushika huku kukinga kikohozi. Watu hupenda kukohoa au kupiga chafya, anaweka mikono. Na hiyo mikono kuna nafasi kubwa ya kuweza kupata chembe za mate au kamasi kwenye mikono yake humo. Sasa hizo chembe, kumbuka ni chembe ndogo, lakini inabeba vimelea vingi vya virusi hivyo. Sasa anapokuja kushika popote pale, aidha kwenye komeo za milango, sasa hivi tunasema, ama kwenye meza, ama kwenye simu yake, ama kwenye kalamu yake, popote pale ambapo anaweza kashika mtu au kashika naye kwa kusalimiana mikono hivi, kuna nafasi kubwa ya wewe pia kutoka na vimelea hivyo ukija kushika pale. Kama umeshika kwenye komeo, umeshare komeo lile, au umemshika mkono kama kusalimiana, au umeshika mezani ambapo alikuwa ameshika pale, au amekupatia kalamu na ubadilishane kuandika, au lazima simu upige, kashika simu yake yenye vimelea hivyo, kumbe vilikuwepo kwenye simu yake pale, na wewe bahati mbaya ukaja ukajishika usoni au usoni, kwa mfano sehemu za macho, pua au mdomo, una nafasi ya vimelea hivyo kufanya vikafika maeneo ya mfumo wa hewa na hatimaye vikaleta madhara makubwa kwa. Tuangalie katika athari ya ugonjwa huu wa corona. Athari ya ugonjwa huu wa corona ni kubwa, wengi wameshaathirika sasa, lakini tunasema ugonjwa huu wanaopata ni wengi, lakini wanaokuja kudevelop kupata madhara makubwa ni wachache. Je, kulinganisha na ugonjwa mwingine, mafua mengine kama mafua ya SARS, mafua ya MERS kama nilivyosema, wengi walikuwa wanapata, au ugonjwa kama Ebola walikuwa wanapata, na walikuwa wanakufa ni wengi zaidi. Taalamu wanasema katika watu 100 wanaopata ugonjwa wa corona, zaidi ya 80, sio kama 80 hivi wanapata nafuu na kupata madhara madogo, atapata kikohozi, atapata mafua, atachemka kidogo, kimpa dawa za malaria au dawa za kupunguza homa, inaisha homa na analikapa na kato vizuri, mwisho wa siku anapona. Lakini ni 15% hivi au 18 na point 18% wanapata madhara ya makubwa kidogo, wanaweza kafika mahali kahema kwa tabu, kahitaji mashine za kupumua kusaidia kupumua, lakini mwisho wa siku anaweza kaishia pale na kapona. Ni 5% ndio wanafika mahala sasa wanapoteza na maisha kabisa. Na elimu sasa ya mtu kujikinga ikoje? Tunashauri sana kukwepa misongamano sio kwa lazima, lakini pia tunashauri kuhakikisha mikono yao wanaifanya na kuwa safi masaa yote kwa kunawa kwa maji safi, tiririka na sabuni. Na pia tunashauri kutumia, kama mikono yako anajua mtu sio michafu sana, anaweza kuhakikisha sana tumia hizi vitakasa mikono, hand sanitizers. Kila unapogusa popote pale, hakikisha hata ukishika karatasi moja tu hivi, hakikisha unapoweka karatasi yako, hakikisha unasafisha mikono yako. Hata ukishika hela, umebadilishana hela na mtu mwingine, safisha mikono yako, maana hela inashikwa na watu wengi sana. Popote pale unaposhika mlango wako, shika hata mlango wa gari, panda kwenye gari, poshika popote pale, hakikisha mikono yako unaisafisha. Kama hutaweza kunawa kwa maji safi, tiririka na sabuni, basi tumia kitakasa mikono hizi, kitazama hand sanitizer. Lakini pia hakikisha unapopiga chafya, usipige chafya hadharani. Kinga tissue yako safi, tumia kupunguza vimelea kuisambaza kwenda mbali. Tumia tissue yako, piga chafya, lakini mwisho wa siku ukimaliza kupiga chafya, tupia kwenye kitupa taka kizuri, safisha mikono yako. Lakini kama unaweza basi huna hizi tissue paper hiyo, hakikisha basi unakinga mikono yako kiwiko cha mkono kwa mbele. Usishike kwa mikono yako, tumia kiwiko cha mkono kwa mbele, piga chafya yako hiyo, basi ukishamaliza unakuwa safi. Lakini tukwepe kushikana mikono au kusalimiana kwa kukumbatiana. Hayo tutayakwepa hayo. Elimu ya kutumia barakoa, tumekuwa tukiona wengine wakivaa barakoa wanaweka kichwani, yani kama watu bado hawana elimu hii. Hili linakuwaje Dokta? Barakoa hizi watu wengi bado zinapa tabu kuzoea kutumia masaa yote, ni changamoto, lakini tunashauri wavae barakoa. Hii itasaidia kupunguza maambukizi, kuambukiza wengine. Maana sasa mtu utajuaje kama anaumwa? Kwa sababu mtu mwingine anaweza kuwa anaumwa kidogo lakini utajua. Na tunasema kwamba dalili za ugonjwa huu zinachukua hadi siku 14 kuonekana, kuanzia siku 2 hadi 14. Na mtu huyu anapokuja kuanza kuonyesha dalili hizo, anakuwa na siku kama 4 kabla hajaanza kuonyesha dalili, ameshaanza kuambukiza wengine. Kwa kabla hujaanza kuchemka, kabla hujaanza kukohoa, kabla hujaanza kupiga chafya, siku kadhaa au 4 kabla, unaweza kuwa umeshaanza kuambukiza wengine. Kwa tukashauri sasa kwenye misongamano, hakikisheni sasa mnavaa barakoa. Kwa maana mkuu wa Dar es Salaam amehimiza sasa, panda dada lazima uvae barakoa. Itapunguza kusambaa kwa virusi hivi. Japokuwa wengi wanashindwa kuzitumia barakoa, anavaa kidogo, anaona kama inampunguzia ile raha ya kuongea na anapata shida kuhema, anaamua kuitoa. Nimeshaona wengi sana wanasiasa wanapotaka kuongea, anatoa barakoa na ongea. Hapana, kama unaweza kuongea kama mimi sasa hivi ninavyoongea, naongea tu
vizuri, nimevaa barakoa yangu. Vaa barakoa, umlinde mwenzio na ujilinde wewe mwenyewe kuambukizwa. Na matumizi yake sasa yakoje, au namna mtu kutumia barakoa hii? Kuitumia labda sija kuitumia, unashauri watu ivae vizuri, ifunike vizuri pua zote na mdomo, ndio zenye hatari. Hakikisha unafunika pua na mdomo. Hasa wengine wanafunika mdomo tu, wanaacha pua iko wazi. Hapana, kwa sababu unapopiga chafya chembe za mate zinapitia kwenye pua, zinapitia mdomoni pia. Kwa lazima hakikisha unafunika pua zako, unaachia macho hayo. Chafunika pua na mdomo basi, unakuhakikisha imetight, uiweke vizuri hapo juu kwenye pua. Hakikisha inaziba matundu yasiingize hewa. Basi tunashauri hivyo, masaa yote wewe umevaa hiyo, inakusaidia sana kuweza kupunguza kumwambukiza mtu na kuweza kuambukizwa. Katika nafasi nyingine tuweze kufahamu namna sasa hatua za kupitia katika kusafisha mikono. Hatua za kupitia katika kusafisha mikono wa kawaida ni 7. Jijengee tabia ukariri kwamba ni hatua 7. Hatua 7 ya kwanza ni kodi. Ya kwanza, unapofika unahakisha unalowanisha mikono yako kwanza. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lowanisha mikono yako yote kwa pamoja. Lowanisha mikono yako. Hatua ya pili, chota sabuni, weka sabuni kwenye mikono yako, tengeneze povu. Tengeneze povu, hiyo ni hatua tuite ya pili hiyo. Lakini hatua ya tatu inayofuata, safisha vidole vyako kwa nyuma ya kidole, nyuma ya vidole vyako au nyuma ya kiganja cha mkono. Ukipitisha kwenye vidole vyako, fanya hivyo upande mmoja wa mkono wako mmoja, rudia tena upande mwingine, hivyo upande mwingine wa mkono mwingine, kama na kushoto au kulia, hivyo. Ukisafisha vidole vyako katikati ya vidole, pishanishe vidole vyako visafishike vizuri kabisa. Lakini hatua nyingine ya 4, safisha tena vidole kwa ndani huku, kwa ndani. Vidole vyako kwa ndani humu, rudia kwa ndani, unasafisha humo. Baada ya kutoka hatua hiyo ya 4 kwa ndani huku, njoo pia usafishe kidole gumba. Kidole gumba kisafishe, utaanzia na kama ni kushoto au kulia, lakini njoo na upande wa pili. Hiyo ni hatua ya 4. Lakini hatua nyingine ya 5, safisha vidole vyako yaani vidole vyako hivi, ncha zake, unakuwa unapishanisha mikono yako kwenye ncha zake hizi, kwenye hivi ncha ya vidole. Nafanya hivyo ncha upande wa kulia au kushoto, unapotegemea utaanzia wapi. Lakini njoo na nyingine hatua upande mwingine wa mkono mwingine, hivyo ncha za vidole. Baada hapo, hatua nyingine ya 6, safisha katikati ya kiganja cha mkono kwa vidole vyako hivyo, katikati ya kiganja cha mkono unasafisha hapo, kushoto kama ni kulia, njoo na upande mwingine wa mkono, safisha. Hatua ya 6 hiyo. Hatua inabaki ya 7 ni kusafisha mikono yako kwa maji safi. Sasa unasuza mikono kwa maji. Wito wako ni upi kwa wananchi katika kupambana na janga hili? Ni sharti kama wananchi, ugonjwa huu wa corona ni ugonjwa hatari kama tulivyosema. Mpaka dakika hii umechukua roho za watu wengi, na hakika ni kwamba bado matibabu sahihi ya corona hayajapatikana. Hata chanjo yenyewe haijapatikana, na kiutaratibu tuseme kwamba magonjwa haya ya virusi tunategemea kupata chanjo kama watu itapatikana. Na kuenea kwake ni kwa kasi sana. Kwa tunashauri sasa wananchi mjaribu kufuata zile kanuni za afya ambazo tunazidi kuelimisha. Hakikisheni mnakuepo kweli misongamano hiyo. Mnapoambiwa kaeni nyumbani kweli. Punguza safari zisizokuwa za msingi. Wewe huna uhitaji kwenda sokoni, unatoka nje kufanya nini? Kama una vitu vyako ndani, kaa ndani. Tukikaa ndani tutapunguza vimelea hivi kuweza kuiataki jamii, kuweza kuiambukiza jamii. Kwa hiyo tunashauri sana wananchi waweze kufuata masharti ambayo tunapewa na serikali. Itasaidia kupunguza ugonjwa. La sivyo tusitegemee sana tiba. Kwa mfano nasema Tanzania hapa miundombinu yetu ya matibabu ni michanga sana. Hatuna mashine za kuweza kumsaidia mtu kupumua katika kile sehemu. Hatuna mashine za kutosha. Ni kwamba mnasubiri huruma Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nashauri tufuate hizi njia za kujikinga ambazo tunahubiriwa kila siku na serikali yetu na wataalamu wa sekta ya afya kama tulivyosema hivi. Tusifuate hizi, zitasaidia kupunguza virusi kusambaa kwa kasi. Ni taarifa ya mwenzangu Thomas Masalu aliyefanya mazungumzo na mtaalamu wa afya Dr. Richard Majahasi. Bila shaka umejifunza mengi katika kupambana na virusi vya corona, hasa katika hatua za uvaaji barakoa pamoja na unawaji mikono. Awali nilikuambia kuwa utakuja kusikia pia upande wa serikali. Huyu hapa ni Mheshimiwa Umi Mwalimu ambaye ni waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, akitoa wito kwa Watanzania katika kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, binafsi nikiwa waziri wa afya, ninaamini kabisa tutaishinda corona Tanzania. Wakati tunaona idadi kubwa ya watu wanaopona, niendelee kusisitiza tuendelee kuchukua tahadhari za kujikinga sisi pamoja na wenzetu. Na kubwa ambalo nataka kulisisitiza tena, sio kila mwenye mafua na homa na kikohozi ni corona. Bado magonjwa mengine yapo, malaria ipo, kifua kikuu kipo, kuna watu wana magonjwa ya moyo,
kuna watu wana shinikizo la damu. Kwa hiyo tusiwanyanyapae wagonjwa wanapokwenda kutafuta huduma. Lakini ninachoomba, kama una mafua, una kikohozi, ni vyema ukabaki nyumbani, usiende kuchanganyikana na wengine. Endapo umezidiwa, nenda hospitali, lakini kwa kuchukua tahadhari. Vaa maski, ukifika pale reception, zingatia umbali wa mita angalau 1 kati yako na mtoa huduma. Na watoa huduma tunawakumbusha kuzingatia kanuni za udhibiti wa maambukizi. Wamefundishwa, na habari njema ambazo nataka kusema, hakuna mtoa huduma wa afya ambaye amepata maambukizi ya COVID kwa kumhudumia mgonjwa katika vituo, kwa sababu wale tumewafundisha wanazingatia miongozo ya IPC, Infection Prevention and Control. Kwa hiyo hawa wanaoenda ni kwa sababu labda kuna zahanati mtu kaenda, lakini kwenye vituo vyetu wahudumu wa afya wote wako salama. Kwa hiyo mimi niwatoe hofu wa Tanzania, kama serikali tunaendelea na jitihada za kuhakikisha kwamba tunapambana na korona na tutaishinda korona. Lakini naomba pia tuseme kuwa na korona sio sentensi ya kifo, watu wanapona. Nikiangalia watu leo wako amana, nikiwaangalia wale wanaotakiwa kulazwa labda ni watu 10 au 12, lakini hatuwezi tukawaachia kwenda kwenye jamii, kwa sababu tunataka bado tuendelee kuwakinga wengine wasipate maambukizi. Basi baada ya kumsikia Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Umi Mwalimu, pamoja na Mganga Mkuu Dr. Richard Majahasi, kipindi cha Sauti Yangu kwa leo hatuna la ziada. Mwenzangu hapa studio atasoma ujumbe wako mfupi uliokuwa kuituma pamoja na kupokea simu yako. Kumbuka makala hii ni maalum kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusu namna bora kujikinga na ugonjwa wa COVID-19 unaoelezwa kusababishwa na virusi vya korona. Shukrani kwa wenzangu Thomas Masalu na Teddy Thomas ambao walipata nafasi ya kukutembelea huko uliko. Makala hii ya Sauti Yangu inaletwa kwenu kwa ushirikiano wa shirika la Mese kwa ufadhili wa shirika la Sanitation and Water for All. Jina langu ni Mohamed Hamie. Kwaheri.